Actually watu wengi wanafeli katika usaili wa kazi, sio kwa sababu wanakuwa hawawezi au sio kwa sababu wanakuwa hawajui, ila sababu kubwa inayowapelekea wafeli au washindwe kupata matokeo katika usaili wao wa kazi ni kwa sababu wanajiandaa bila mwelekeo. Kwa hiyo kama utatizama video hii mpaka mwisho, nitaenda kukuelekeza na nitaenda kukufundisha siri kubwa inayochangia ili kufaulu katika usaili wako wa kazi. Binafsi nimehudhuria interview 3 tu za utumishi za kazi, lakini pia ndani ya hizo interview 3 hamna interview hata moja ambayo niliwahi kufeli, na kwenye hizo interview zote nilifanikiwa kufika mpaka mpaka kuhakikisha mwisho wa siku napata kazi kama unavyoona. Lakini pia niliwasaidia watu wengine zaidi ya 7 kuhakikisha wanapata matokeo, lakini pia wanafaulu na kupata kazi. Lakini pia nimeenda nikiwaelekeza na kuwafundisha watu wengine hatua kwa hatua jinsi ya kujiandaa na usaili wa interview ili kuhakikisha wanapata matokeo. Kwa hiyo kama ndo mara yako ya kwanza, basi hakikisha una pay attention kujua siri hiyo ambayo inakuwezesha kufaulu katika interview zako za kazi ni ipi. Kwa majina naitwa Tony Mbugi, by profession mimi ni civil engineer, lakini pia ni mwandishi wa vitabu viwili na ni tutor katika platform ya Udemy na ni lecturer. Sasa siri hiyo kubwa inayopelekea watu kupata matokeo iko hapa. Kitu cha kwanza kabisa unachotakiwa, siri ya kwanza kabisa unayotakiwa kuijua ni kwamba kabla hujajiandaa na kufanya usaili wowote ule au unapokuwa unaomba kazi, lazima ujue unajiandaa au unaomba usaili wa aina gani, au hiyo kazi unayoiomba inakuhitaji wewe ujiandae kwa namna gani, au itakuwa ina usaili wa aina gani. Lakini siri ya pili, baada ya kujua aina ya usaili unaoenda kufanya katika hiyo kazi ulio apply, unatakiwa ufanye maandalizi kulingana na aina ya usaili huo unaoenda kufanya. Kitu kikubwa kinachowanyima watu matokeo ni kwamba wanaenda kufanya lakini hawana mwelekeo wa kujua aina gani ya usaili wanaoenda kufanya, lakini pia maandalizi waliofanya yanaendana na huo usaili. Kwa hiyo unajikuta mwisho wa siku mtu anaingia kwenye usaili anasema yani wametoa maswali mule. Sio kwamba wametoa maswali mule, hata kama alikuwa ameotea ni kwa sababu tu hata kama kwa kuotea alijiandaa kulingana na aina sahihi ya usaili aliyoenda kufanya, hata kama maandalizi yake yalikuwa ni ya kuotea au ya kufanyaje, ya kubahatisha. Kwa siri namba 1, lazima ujue aina ya usaili unaoenda kufanya, lakini pia siri kubwa namba 2 yake, unatakiwa uhakikishe unafanya maandalizi sahihi kulingana na aina ya nini ya huo usaili. Chukulia mfano labda wewe ni civil engineer, si ndio? Lakini kama civil engineer labda umeapply kazi kwenye government institution, mfano labda inaweza ikawa RUWASA au labda inaweza ikawa National Irrigation Commission au TBA, TAMESA, TANROADS au TARURA. Lakini pia wewe civil engineer ukaapply kazi labda kwenye academic institution, kwa mfano labda AZ University, SAUTI, UDSM, MUST na academic institution nyingine yoyote. Au wewe civil engineer hapo ulivyokuepo ukaapply tena kazi kwenye private company, inaweza kuwa ya consultancy au ya contractor. Obviously hizi sehemu 3 kulingana na position yako you can be the same, yani unaweza ukawa ni the same lakini pia una same qualification, lakini ukiattend interview kwenye hizi sehemu zote 3 obviously lazima kuna utofauti tu, kwa sababu hapa yani kwanza inakupeleka kwenye aina tofauti kabisa za usaili, lakini pia hata maandalizi yanayofanyika ni tofauti. Mtu anayekuwa anajiandaa na usaili kwenye government institution haifanani na yule mtu anayekuwa anajiandaa na usaili kwenye academic institution, wala haifanani na yule mtu anayejiandaa na usaili kwenye private institution, kwa sababu kila sehemu hapa inakuwa inahitaji maandalizi yake pekee. Hata kama kuna somewhere mtakuwa mna overlap, yani mna share, lakini kila mmoja inahitaji namna yake ya kitofauti kabisa ya kufanyaje, ya kujiandaa. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa ni civil engineer lakini ukiapply kazi kwenye government institution na ukaapply kazi kwenye academic institution na ukaapply kazi pia kwenye private institution, maandalizi yake obvious kwa namna moja au nyingine hayawezi kufanyaje, hayawezi kufanana, kwa sababu yanakupelekea aina tofauti za nini, za usaili. Kwa hiyo kabla hujajiandaa na usaili wowote au unapojiandaa na usaili wowote wa kazi, kabla ya kuhudhuria unatakiwa ujiulize, unaenda kufanya usaili wa aina gani? Usaili huo una fall kwenye category ya government institution au una fall kwenye category ya academic institution au una fall kwenye category ya private companies? Na baada ya kujua aina ya usaili unaoenda kufanya una fall wapi, basi maana yake unatakiwa ufanye maandalizi sahihi kulingana na aina ya nini, na aina ya huo usaili. Obviously kwa mtu anaenda kufanya usaili kwenye government institution,
Kwa upande wa written anaweza akatumia maandalizi ambayo tunasema ni general interview preparation, lakini pia kwa upande wa oral anatakiwa atumie hapa tunasema specific interview preparation. Lakini kwa mtu anaenda kufanya academic institution, kwa mtu ambaye anaenda kufanya interview kwenye academic institution, for both cases, yani inatakiwa yeye hapa hakikisha anafanya maandalizi ambayo ni general, no matter either anaenda kufanya written au no matter anaenda kufanya nini, anaenda kufanya oral. Lakini pia kwa yule mtu ambaye ana attend usaili katika private companies, obvious, kwa sababu uwaga wanakuwa hawana usaili wa written, uwaga wanakuwa wana usaili wa oral tu, basi maana yake obvious huu usaili utakuwa ni nini, ni very specific. Kwa hiyo hata maandalizi yake pia anatakiwa yawe very specific kulingana na area hiyo ambayo anaenda kufanyaje, anaenda kuomba. Kwa kitu kikubwa unachotakiwa kufahamu ni unatakiwa ujiulize, je, wewe unajiandaa kwa usaili wa aina gani? Siri iko hapo. Kwa hiyo ukishaweza kujua aina ya usaili unaoenda kujiandaa, aina ya usaili unaoenda kufanya, basi maana yake unatakiwa kisha unafanya maandalizi sahihi kulingana na nini, na huo usaili. Kwa asilimia kubwa zaidi ya 70% kufaulu usaili kuanzia wa written na kuendelea sio swala la bahati nasibu, ila linategemeana wewe kutoka mwanzo umejiandaa vipi, msingi wako ulikuwa uko vipi, na base yako ilikuwa iko vipi. Kwa hiyo naamini ndani ya video hii umeenda kujifunza siri hizo kubwa mbili ambazo zinachangia kuhakikisha wewe unapata matokeo. So nikuombe hakikisha una subscribe kama bado hujasubscribe, lakini pia hakikisha una like na kushare ili video hii wafikie watu wengi zaidi. Lakini pia kama utakuwa hujatizama video hizi, hakikisha unazitizama video ya jinsi ya kujiandaa na usaili wa kazi hatua kwa hatua. Link nimekuwekea kwenye description au mwisho wa video hii. Lakini pia video namba 2 ya jinsi ya kujiandaa na usaili wa oral interview, na ya 3 jinsi ya kujiandaa na usaili wa kuandika, na ya 4 jinsi ya kuepuka makosa unayotakiwa kuepuka kipindi unajiandaa na nini, kipindi unajiandaa na interview. Na kingine, kama utakuwa unahitaji msaada wa moja kwa moja, consultation ya aina ya usaili ulioomba, jinsi ya kujiandaa, materials za kujiandaa, lakini pia sehemu za kupata maswali ya revision wakati unajiandaa na usaili wako, link nimekuwekea hapo chini. Hakikisha unabofya hapo ili kuweza kupata msaada.